DW Dunia Yetu leo jioni. Ni Liliana Mtono huyo aliyetusomea taarifa ya habari. Shukran sana. Miongoni mwa yale tuliokuandalia jioni ya leo, Rais wa Palestina Mahmoud Abbas ahutubia mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kwa njia ya video. Watu 17 zaidi wauawa katika ukanda wa Gaza, huku viongozi wa ulimwengu wakiongeza shinikizo la kusitishwa kwa mapigano. Na mahakama moja ya Paris yamhukumu rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy kifungo cha miaka 5 jela. Kumbuka pia unaweza kufuatilia matangazo haya mbashara kupitia mitandao ya DW Kiswahili ya Facebook na YouTube pamoja na redio wa shirika mbalimbali. Jioni hii uchambuzi wa ripoti zetu unaanzia huko Marekani unakofanyika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Rais wa Palestina Mahmoud Abbas amelihutubia baraza hilo kwa njia ya video na kuikosoa vikali Israel kwa vita vyake huko Gaza na kwa vitendo vyake katika eneo la Ukingo wa Magharibi, huku pia akitoa lawama kwa kundi la wanamgambo wa Hamas. Suleiman Mwiru na mengi zaidi yanayoendelea katika mkutano huo. Kama ilivyotarajiwa, hotuba hiyo ya Abbas katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ilisubiriwa kwa hamu na wengi miongoni mwa mataifa wanachama wa umoja huo, wengi wao ambao kwa sasa wameamua tayari kuitambua Palestina kama taifa huru. Katika hotuba hiyo aliyoitoa kwa njia ya video kutokana na kunyimwa visa na Marekani ya kuingia nchini humo na kuhudhuria mkutano huo, Abbas amesema watu katika ukanda wa Gaza wanakabiliwa na mauaji haliki, njaa na uharibifu mkubwa. Kiongozi huyo amesema vitendo vinavyofanywa na majeshi ya Israel huko Gaza ni moja ya matukio ya kutisha zaidi pengine kuliko matukio yote yaliyotokea katika karne ya 20 na 21. Inma taqumu bihi Israel laysa mujarrad udwan. Inachofanya Israel sio tu uchokozi, bali ni uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Utakumbukwa na kufuatiliwa. Itarekodiwa katika vitabu vya historia na dhamiri ya kimataifa kama mojawapo ya matukio ya kutisha zaidi ya maafa ya mwanadamu katika karne ya 20 na 21. Kuhusu kundi la Hamas, kiongozi huyu ametoa lawama za wazi kwa kundi hilo na kusema kwamba hakutakuwa na nafasi yoyote kwa Hamas kuitawala Gaza tena baada ya vita. Mahmoud Abbas ametoa wito pia kwa nchi zote wanachama wa umoja huo kuendelea kuitambua Palestina kama taifa huru, huku akiuhakikishia ulimwengu kuwa yuko tayari kushirikiana na Marekani, Saudi Arabia na Umoja wa Mataifa katika kufanikisha mpango wa amani huko Mashariki ya Kati. Ikumbuke kwamba hotuba hii inakuja siku 3 baada ya mataifa ya magharibi ya Ufaransa, Kanada na Uingereza kuchukua hatua ya kulitambua taifa la Wapalestina. Baada ya hotuba hiyo ya Abbas, kesho ni zamu ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kutoa hotuba katika mkutano huo. Viongozi wengine wanaotoa hotuba zao jioni hii ni pamoja na rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa na mawaziri wakuu wa mataifa ya Ubelgiji, Italia na Uholanzi. Mzozo wa Mashariki ya Kati pamoja na vita vya Urusi dhidi ya Ukraine ni miongoni mwa mada kuu katika mkutano huu unaoendelea hadi siku ya Jumatatu ya wiki ijayo. Asante sana Suleiman Mwiru kwa ripoti hiyo. Watu 17 zaidi wameuawa katika ukanda wa Gaza, huku viongozi wa ulimwengu wakiongeza shinikizo la kusitishwa kwa mapigano. Kwengineko, wanaharakati walio kwenye msafara wa boti za misaada kwa ajili ya watu wa Gaza wamekataa pendekezo la serikali yao kwamba waiteremshe misaada hiyo katika kisiwa cha Cyprus. Zainab Aziz na taarifa kamili. Watu hao 17 wameuawa hii leo katika mashambulizi ya jeshi la Israel yanayoendelea katika ukanda wa Gaza. Watu 12 kati ya hao wameuawa kwenye mji wa kati wa Zawiya wakati hema lao lilipolengwa, kulingana na hospitali ya Al-Aqsa. Wakati huo huo, shirika la habari la Palestina Wafa limeripoti kwamba waombolezaji wamehudhuria mazishi ya watu kadhaa waliouawa katika shambulizi la Israel lililolenga eneo la makazi katika kambi ya Nuseirat iliyopo katikati mwa ukanda wa Gaza. Na katika ukingo wa Magharibi, jeshi la Israel limewaua Wapalestina 2 wakati wa operesheni ya jeshi hilo. Wizara ya afya ya Palestina huko Ramallah imethibitisha vifo vya vijana waliokuwa na umri wa miaka 20 na 29 huko Tamun, karibu na jiji la Tuba.
Jeshi la Israel limesema polisi na vikosi vya ujasusi vilihusika katika operesheni hiyo inayolenga kuwatokomeza magaidi waliokuwa wanapanga kutekeleza mashambulio katika siku za hivi karibuni. Israel pia imetangaza kukifunga kwa muda usiojulikana kivuko pekee kinachowaunganisha zaidi ya Wapalestina milioni 3 katika ukingo wa magharibi na ulimwengu wa nje. Hali hiyo imezua hofu ya kuwekwa vikwazo vipana zaidi vya usafirishaji wa watu, uagizaji na usafirishaji wa bidhaa. Dereva wa basi Nasser Al-Halis anaeleza kutoridhishwa kwake na hatua hiyo. Hili ni jambo zito sana ambalo linapaswa kuchochea hatua kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Tuna haki kama watu wengine wote duniani kuwa na njia ya kutuwezesha kuingia na kutoka. Hili ndilo daraja pekee kutokea ukingo wa magharibi linalotupeleka kwenye ulimwengu wa nje, na sasa limefungwa kabisa. Na ujumbe wa kimataifa wa wanaharakati wa Italiano walio kwenye msafara wa boti za misaada kwa ajili ya watu wa Gaza wamelikataa pendekezo la serikali ya Italia linalowataka kuteremsha misaada huko Cyprus. Kwenye taarifa yake, wanaharakati wa Italia kwenye msafara wa Global Sumud Flotilla wamesema dhamira yao inabaki pale pale kwenye lengo lao la awali la kuuvunja mzingiro wa Israel. Wanataka kufanikisha kupeleka misaada ya kibinadamu kwa wakazi wa ukanda wa Gaza uliozingirwa. Ni ripoti yake Zainab Aziz, asante sana. Mahakama moja ya Paris leo imemhukumu rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy kifungu cha miaka 5 jela baada ya kumpata na hatia ya njama ya jinai katika mpango ambao unadaiwa kufadhili kampeni yake urais ya mwaka 2007 kwa fedha kutoka Libya. Uamuzi huo wa kihistoria unamfanya Sarkozy kwa rais wa kwanza wa Ufaransa kuhukumiwa kutumikia kifungo jela. Lakini katika hatua ya mshangao mkubwa, mahakama hiyo imeamua kwamba Sarkozy mwenye umri wa miaka 70 atafungwa licha nia yake ya kukata rufaa. Kupata tathmini ya kina kuhusiana na matukio hayo, nimezungumza na Mohamed Saleh, mchambuzi wa siasa za Ulaya aliyeko nchini Ufaransa, ambaye kwanza ameanza kwa kuzungumzia kauli ya Sarkozy kwamba hukumu hiyo imechochewa na chuki za kisiasa. Baada ya hukumu kutolewa ya yeye kupelekwa jela kwa kifungo cha miaka 5, amesema kwamba haoni kitu gani au kwa nini iwe hivyo, kwa sababu alikuwa ameshtakiwa mashtaka 4, alifunguliwa mashtaka 4. Katika hayo mashtaka 4, 3 yameonekana kwamba hana hatia. Ametiwa hatiani kwenye kosa moja tu katika hayo 4, nalo ni kwa kuruhusu watu wake kutumia njia au hila za kupata pesa kwa ajili ya kufanya kampeni yake ya uchaguzi wa mwaka 2007. Hii ni mara ya kwanza, Bwana Saleh, kwa rais wa zamani wa Ufaransa ama anayehudumu kuhukumiwa kutumikia kifungo jela. Ina maana gani kwa siasa na mfumo wa sheria wa Ufaransa? Ni kwamba hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria, hata rais pia hayuko juu ya sheria. Anaweza akahukumiwa kama mwananchi mwingine yote wa kawaida. Kwa hivyo ni swala zima la haki, na kwamba haki iko kwa kila mtu, haihusiani kabisa na mamlaka au uwezo au utajiri wa mtu. Na sasa ana ushawishi gani Sarkozy, licha kwamba yeye ni kiongozi mkongwe, kwa sababu katika hii hukumu kuna mrengo wa kushoto ambao unasema amestahili, anapata haki yake, lakini wa kulia unamtetea ukisema kwamba haya ni maonevu tu. Kwa hivyo ushawishi wake hivi sasa Ufaransa uko vipi, na hukumu hii ina maana gani kwa umma wa Ufaransa? Kwa vyama vya mrengo wa kulia, bila shaka yoyote ni kiongozi ambaye bado anaheshimika, na hawa viongozi vijana wa vyama vya mrengo wa kulia bado wanamtumilia yeye kama mtu ambaye anaweza kuwapa maoni na kuwapa mwongozo. Kwa hivyo akiwa atapelekwa jela, na ni jambo ambalo hawezi kuliepuka, atakwenda tu jela. Hata kama akikata rufaa, itabidi asubiri jela wakati anasubiri rufaa yake kusikilizwa. Lakini kwa watu wa mrengo wa kushoto ambao wao wanaliangalia hili swala kwa misingi ya haki, na pia piga vita masuala ya rushwa, wanahisi kwamba ni haki yake yeye kwenda jela, na zaidi pengine
kama angelikuwa ametiwa hatiani kwenye makosa mengine yale, pia ingebidi atumikie kama vile mtu mwingine yote ambaye angeshtakiwa kwa makosa kama yale. Ni Mohamed Saleh huyo, mchambuzi wa siasa za Ulaya aliyeko nchini Ufaransa. DW tunavuma kwa kishindo. Halina mjadala, tunavuma kwa kishindo. Tume ya uchaguzi nchini Uganda imewateua wagombea 8 kuwania urais katika uchaguzi mkuu utakaofanyika mapema mwaka ujao. Kwa mujibu wa tume hiyo, zaidi ya wagombea 20 walishindwa kutimiza masharti ya kugombea na kuachwa nje ya zoezi hilo lililofanyika kwa siku 2. Kulingana na wadadisi wa masuala ya kisiasa, kwa mara nyingine kinyang'anyiro kitakuwa kati ya Rais Yoweri Museveni wa chama tawala cha NRM na Robert Chagulanyi wa chama kikuu cha upinzani NUP. Mwandishi wetu Lubega Emmanuel ametuandalia ripoti ifuatayo. People power! Our power! NUP! Huyo ni Robert Chagulanyi almaarufu Bobi Wine akiongoza katika mkutano wake wa kwanza wa kampeni mara tu baada ya kuteuliwa na tume ya uchaguzi Jumatano alasiri. Licha ya vizingiti kadhaa alivyodai kuwekewa na tume ya uchaguzi, hatimaye alifaulu kuteuliwa na yeye pamoja na wagombea wengine 7 akiwemo Rais Yoweri Museveni watawania urais. Katika hotuba yake kwa mamia ya wafuasi wake waliostahimili mvua, Bobi Wine ametaja uchaguzi ujao kuwa hatua muhimu katika kurejesha demokrasia na haki za binadamu nchini Uganda. The election this time is no usual election, brothers and sisters. We are going into this election. Uchaguzi wa safari hii si uchaguzi wa kawaida ndugu na dada zangu. Tumejitosa katika uchaguzi huu kama njia ya kupinga ukiukwaji haki dhidi yetu katika miaka 40. Hata mtu akikwambia nafasi yetu katika uchaguzi huu ni 1%, tuitumie nafasi hiyo kupambana. It tells you that our chance to freedom is only 1%. Let us take that chance and fight. Vyama 8 ndivyo vilifanikiwa kuwezesha washika bendera wao kuteuliwa, lakini tofauti na chaguzi za awali, vyama vikongwe vya upinzani DP na UPC havina mshika bendera kwa kiti cha urais. Hii ni baada ya kiongozi wa DP Norbert Mao, ambaye pia ni waziri wa sheria na masuala ya kikatiba, kutamka waziwazi awali kwamba yeye atamuunga mkono Rais Museveni, huku yule wa UPC Jimmy Akena, mwanae Milton Obote aliyewahi kuwa rais wa Uganda taifa lilipopata uhuru wake, akishindwa kutimiza masharti ya tume ya uchaguzi. Jenerali Mugisha Muntu wa chama cha ANT na Nandala Bafabi wa chama cha FDC ndio wagombea wengine tajika katika kinyang'anyiro hicho. Lakini kulingana na wadadisi wa masuala ya kisiasa, kinyang'anyiro kwa kiti cha urais kitakuwa kati ya Rais Museveni ambaye anagombea kwa mara ya 7 na Bobi Wine ambaye alichukua nafasi ya 2 katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2021. Jenerali Mugisha Muntu amesema An extension of General Museveni and NRM, mwendelezo wote wa utawala wa Jenerali Museveni na NRM, ikiwa wananchi wataamua kufanya hivyo, mtajuta sana. Kama wananchi wanakubali walitekwa, basi wanaweza kuendelea na Museveni na NRM. and they can continue with General Museveni and NRM. Huku viongozi mbalimbali wakihimiza uchaguzi wa amani na uhuru kwa upinzani kuendesha kampeni zao kote nchini, mashaka ya upinzani ni kwamba uhusika wa moja kwa moja wa vyombo vya dola ikiwemo jeshi katika uchaguzi ndicho kitakachosababisha ghasia katika uchaguzi. Lubega Emmanuel, DW Kampala.